Hadithi za simulizi. Umbali wa kilomita zaidi ya 35 kutoka jiji la Dar es Salaam mpaka wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani, na leo tupo katika hifadhi ya asili. Hii ni hifadhi bora kabisa katika mkoa huu wa Pwani. Unajua ni wapi? Shadia. Welcome to Pugu Kazimzumbwi Natural Forest Reserve. Tunakukaribisha hapa kwa ajili ya kuzungumzia swala zima la kipi kitakachoonekana katika hifadhi hii. Naona leo George upo katika muonekano wa tofauti kabisa. Leo nipo katika muonekano wa kitalii, muonekano mzuri tu. Uhakikishie tu mtazamaji, leo utapata makala maalum itakayohusisha ni aina gani ya vivutio vinavyopatikana katika hifadhi hii ya misitu ya asili ya Pugu Kazimzumbwi, kwani kuna mengi zaidi yanakuja. Unamfahamu panzi mwenye rangi ya bendera ya Tanzania? Vipi kuhusu pango la asili na sheria zake ni zipi katika pango hilo la asili? Mimi ni George John, hivyo na Shadia tutakuwa pamoja. Asante sana. Urithi wa vizazi na vizazi umekuwa ukitunzwa kwa muda mrefu, na miongoni mwa sheria ambazo zimekuwa zikitunza mazingira hayo ni hii hapa: tunza mazingira, usitupe taka ovyo. Na sheria hii imefika mbali sana, inatuambia kuwa conserve the natural, do not litter. Jamani, wewe ambaye utashindwa kuelewa wa Kiswahili, basi unaekea na lugha nyingine ambayo ni ya kigeni kwetu. Tutahakikisha tunaifuata sheria hii na kuitekeleza vilivyo, kwani makala hii imejumuisha ulinzi na utunzaji wa mazingira hayo. Katika kuhakikisha dunia hii ya kale inaendelea kulindwa, tumeona sheria ya kwanza ambayo ni utunzaji wa mazingira, lakini mwendelezo wa sheria zingine ni kama ifuatavyo. Hii ni sheria ya spidi. Tunafahamu kuwa hili ni eneo la utalii, vyombo mbalimbali vya usafiri kwa ajili ya kuleta wageni kuja humu ndani. Kwa hiyo spidi ya 30 km/h, hii ni spidi utakayotembea katika eneo hili wakati unafanya utalii. Hivyo basi hakikisha unaizingatia spidi hii kwa ajili ya usalama wa viumbe na mazingira yanayopatikana humu ndani. Mwendelezo wa safari hii unajumuisha vitu mbalimbali. Je, unataka kufahamu nini kipo na nini tumekuandalia? Endelea kusalia hapo hapo, kwani vitu vizuri vinakuja. Safari yetu bado inaendelea. Hapa ni Pugu Kazimzumbwi. Mtazamaji wa makala hii, kama ilivyo ada na sheria za pori hili na sheria za hifadhi hii, kwa hauruhusiwi kuchukua chochote ndani ya msitu. Hii ni katika kuhifadhi hiki chanzo cha asili, chanzo cha kale ambacho kinatakiwa kurithiwa kwa kizazi na kizazi. Kwa hiyo sheria zitaendelea kufuata kama ilivyo ada, na sisi tutahakikisha hatuchukui kitu chochote. Hii ni Tanzania, hapa ni Pugu Forest Reserve, Pugu Kazimzumbwi. Tupo katika hifadhi hii. Lengo ni kukupeleka katika pointi kuu, na upekee wa hifadhi hii ni upi? Endelea kusalia hapo hapo, kwani vitu vizuri vinakuja. Safari hii ni ngumu, lakini na kuhakikishia utapata kile ambacho unastahili kukipata na kitakufurahisha. Hii ni Tanzania, hii ni Tanzania ya hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi.
Hii ni sehemu ya jina la mmea unaopatikana katika hifadhi hii. Unaitwa mpugupugu na ni asili ya jina hili. Kama ulikuwa ufahamu tu, jina pugu limetokana na mmea huu. Asante, nilikuwa nakupa tudodosi tuweze kujua nini ambacho tunaenda kukipata katika hifadhi hii, na hii ni sehemu ya mmea ambayo utaikuta huko ndani. Tukiwa ndani ya mapafu ya jiji la Dar es Salaam, na hapa niliposimama ni kwenye bwawa la Minaki. Kama unavyoweza kuona, bwawa hili linaendelea na shughuli mbalimbali za utalii. Kuna watu wanaendelea kuingia na mitumbwi, hii mitumbwi ya kisasa ambayo inawezesha watalii kuingia na kuenjoy ndani ya bwawa hili. Endelea kubaki nasi ili uendelee kuona maajabu yaliyokuwa ndani ya haya mapafu ya jiji la Dar es Salaam. Hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi ni kama ambavyo inaendelea. Unaweza ukadhani ni utalii tu, lakini hapa unapata cha zaidi kwa maana ya mazoezi pia. Kama ambavyo utaona baadhi ya watalii wanatoka mpaka jasho, lakini wanaenda mwili unabadilika, ni kwa sababu wanafanya mazoezi. Hii ni Pugu Kazimzumbwi. Tunatafuta kilele cha kuiona view, kuiona ule kupata ule muonekano wa jiji la Dar es Salaam kwa ukubwa kabisa. Je, panaonekanaje? Kwa hiyo bado tunaendelea na safari yetu, na hapo mbele itakuwa ni sehemu ya mapumziko. Kuna ngazi 85%. So kuna asilimia chache ambapo kuna nini, kilomita 1.32. Sio ngumu, sio nyepesi, 50-50. Okay, ina jumla ya kilomita ngapi? 1.32. Moja. Hifadhi ni heka 1965. Tumeenda kuunganika na hifadhi ya Mlanga Vikindu huko, kama unapajua. Sawa. Viumbe tofauti, ndio. Kuna wanyama wadogo wadogo na wakubwa. Tunazungumzia wadogo, tunazungumzia digidigi, sawa? Tunazungumzia mbawala, tunazungumzia elephant shrew, wenyewe wanawaita ndolo kwa Kiswahili, sawa? So kuna wanyama wakubwa watano wa Afrika, si ndio? Lakini kuna wanyama wadogo wa Afrika. Ukiangalia hapa chini kuna njia. Unaona hii? Ndio. Imeelekea kule. Hiyo njia ni njia ya mdudu ambao anamuita ndolo, sawa? Dhumuni kubwa kutengeneza hivi ni defensive mechanism, lakini pia mwenyewe anakula kwenye wadudu, unaelewana? Kwa tabia kutengeneza hivi, anajaribu kujilinda na maadui wengine, kwamba mjue kama kuna kiumbe kikubwa kimefanyaje, kimepita. Hata wewe for the first time kama hujui, kubwa pole unaweza kusema ni nyoka, si ndio? Lakini sio nini, sio nyoka, ni ndolo. Kwa anamuita elephant shrew kwa sababu usoni mwake amefanana nani? Na tembo. Na kwenye big five tuna tembo, si ndio? Elephant. Kwenye small five tuna elephant shrew. Kwenye big five tuna lion, si ndio? Kwenye small five tuna ant lion. Sawa? Kwa kila ukiangalia kwenye majina yamefanana. Kuna buffalo, kuna buffalo river. Kuna rhino, kuna rhinoceros beetle. Kuna leopard, kuna leopard tortoise. Unaelewa? Kwa small na big. Kwa huyu hapa ni moja kati ya small five wani ambao wanapatikana ndani ya hifadhi ya nini? Ya Pugu. Wanyama wengine wapo. Kibahatika tunaweza tukaona. Mungu akipenda. Naendelea safari. Ndio mmepumzika hivyo. Hapa kuna mti wewe. Sawa? Nimesema hifadhi inaitwa Pugu Kazimzumbwi, Nature Forest Reserve, si ndio? Imeanza 1947. Sawa Inaika 1965. Unaelewana? Imeanza utalii rasmi 2020 tarehe 6 mwezi wa 3. Tunasema jina la Pugu limetokana na nini? Na mti. Nimwambia hivyo. Mti wenyewe ni huu hapa. Sawa Ndio Mpugupugu kwa jina la Kiswahili, Waingereza wanaita Miletia puguensis. Sawa Ziko aina mbili, kuna Miletia puguensis, kuna Bafia puguensis. Bafia inapatikana Udzungwa. Udzungwa. Unaelewa? Lakini Miletia puguensis inapatikana Pugu peke yake dunia nzima. Sifa yake kubwa ni climber, inapanda kwenye miti nini? Mingine, tunaelewana Hiyo ndio tabia yake kubwa. Haina matunda, haina maua. Ni mti na majani kama unavyoonekana. Unaelewana
Unapoanza unaanza hivi. Nimesema ni climber. Ukishajisikiza kwenye sehemu nyingine, unaweza kubadilisha shape. Unakuja hivi, unakuja hivi, unakuja hivi na kuwa mkubwa kabisa. Lakini unapoanza unaanza kama mti mwingine. Tunaelewana eh? Huku usije utaacha ndala. Ni tofauti na muonekano ambao walikuwa nao wakati tunaanza safari. Kwa hiyo tuendelee kushuhudia mengi yatakayojiri. Tukasema tukitoka kule Bwandu ifika huku juu tunaweza kuona Dar es Salaam viewpoint. Yaani ile Dar es Salaam nzima kwa chini, si ndio? Hii ndio Dar, inategemeana tuna nini na hali ya hewa ya siku hiyo ipo vipi. So kuna kaukungu fulani sio kakubwa sana, ila kuna baadhi ya maeneo unaweza kufanyaje ukayaonekana. Kama kuna gorofa lile kule refu la Ubungo mawasiliano, SSF. Sawa. Naelewana? Hapa kuna posta inaonekana kisio kwa nini kwa uzuri sana, kwa ukungu lakini unaweza ukaona. Sawa? Maeneo huko ni Chanika, kuna ile sehemu ambayo ipo wazi pale ni dampo ya Kinyamwezi. Kama ushawahi kwenda Chanika, ushawahi dampo ya Kinyamwezi ni ile pale. Hapa pote ni Pugu na magorofa ya Gongo la Mboto na baadhi ya sehemu. So zumuni kubwa kufika huku juu ni kucheki viewpoint ya Dar es Salaam. Mwingine sio rahisi kuona hii view ukiwa chini, lazima upande nini, upande juu. Lakini pia ni afya vile vile, watu wamesweat, ndio wamepunguza baadhi ya mafuta mwilini. Sawa kwa hiyo yani sisite kuja kesho na kesho kutwa. Okay, ndio nikasema hivi kuna muda mpaka kwa 100% kwa sababu ukienda huku, si ndio? Huku ni Kibaha, sio Dar. Pwani. Naelewa. Kwa hiyo yani ukizungumzia Dar es Salaam niliyokata hapa kwenda hii pote. Ukielekea huko mbele zaidi unatoka na nje ya nini? Dar es Salaam. Ndio nikasema inategemeana na hali ya hewa ya siku hiyo. Kwa kuna siku unaweza ukaja ukuta kuna ukungu, usione chochote. Kwa hiyo yani inategemeana na asilimia, yani inategemeana na hali ya hewa ya siku hiyo. Umenielewa vizuri hapo. Leo tumeona kwa asilimia ngapi kwa hali ya hewa? Sio 100 kwa sababu kuna muda ukikaa hapa unaona hadi bahari. Bahari ya Hindi. Yani kuna muda ukikaa hapa jua likipiga vizuri, ule ukungu usipokuwepo. Uwanja wa Taifa unaonekana hapa vizuri clear. Bahari kule inaonekana vizuri. Sababu hapa uwanja wa Taifa nikikuelekeza mpaka nikuonyeshe nikupointie kweli. Umeona hapa kuna magorofa yamepangana pangana hapo kama 7, si ndio? Ukienda straight kule mbele unakisema kama kipo cha Duara. Ile ndio uwanja wa Taifa. Unaelewana? Sasa uonekane vizuri, lakini ukija kuna siku ukija unaonekana vizuri, ile roof inaonekana vizuri, rangi nyeupe pale. Unaelewana? Bahari kule inaonekana vizuri zaidi. Unaelewana? Kwa hiyo niseme kwa 100%, ila inawezekana kwenye 90 hivi. Sawa, kwa sababu kuna vitu tuna miss bado. Kutokea hapa tunaona wakazi ya watu ambao yapo karibu na hifadhi hii. Kuna namna yoyote changamoto gani ambazo zinawakumba hasa katika uhifadhi, hasa ukiangalia mazingira ya hifadhi hapo karibu zaidi? Na changamoto zipo lakini sio kubwa. Sawa, yani sio changamoto ile, siseme changamoto vipi. Kwa sababu tumeshajaribu kukaa na vijiji vya karibu, si ndio? Kuwapa elimu kuhusu hifadhi, umuhimu, si ndio? Watu sasa wanaanza kuelewa, watu wanaanza kufunguka siku hizi, wanaelewa kuhifadhi ni nini. Unaelewa tunahifadhi kwa ajili ya nini, utalii ni nini, umeelewa? So ni wachache sana ambao hawana elimu wanaoingia ndani ya hifadhi kwa hali. Lakini vile vile tumeka mpaka kati ya makazi ya watu na hifadhi. Sawa ukiangalia ukipita pembezoni ya msitu utaona kuna upana wa kupita Land Cruiser, gari ya Land Cruiser, gari aina ya Land Cruiser, sio? Kwa maana yake ile inaweza kupita kwa ajili ya patrol, ndio kuangalia
hifadhi inaendeleaje. Hebu tufafanulie hata kwa ufupi tu, adhabu gani ambazo anaweza kukumbana nazo ikitokea atakiuka kutoka katika eneo lake na makazi mpaka kusogea eneo la hifadhi? Kuna sheria ambazo zimeandikwa, zipo short. Kwa hiyo kama mtu atakiuka, ataingia hifadhini, kukata miti, kukata labda mkaa na kufanya vitu ambavyo uharibifu wa msitu, kuna sheria ambazo zipo. Kwa kweli siwezi nikazizungumzia zote kwa sababu, ila zipo ambao ukienda ofisini kwetu Maliasili, ofisi kubwa excellent, so utazikuta kuna hizo sheria ambazo zimewekwa. Kuna fine za hela, kuna vifungo, sawa. Kwa mtu akikiuka kwa kuharibu uhifadhi anaweza kaadhibiwa kwa hizo sheria. Na vipi kama mnyama pengine atasogea katika makazi ya watu na kuleta athari pia, itakuwaje? Sasa ndio maana kama uzuri wananchi wanaotuzunguka kama ikitokea changamoto design hiyo huwa wanatoa taarifa, sawa bwana, kuna mnyama wenu umeingia makazi ya watu, so kuna wataalamu ambao wanajua jinsi gani ya kuwatoa wanyama, kwenda kuwatoa, au kama kuna mnyama anadhuru wanajua jinsi gani ya kumdhibiti huyo mnyama. Sawa, mimi nikushukuru. Safari ya kufika kileleni hata mimi umefika. Nimefika na umefika. Kumbe kileleni kuna raha hii. Umefika. Tazama ramani, utaona mito, mabonde na milima. Ndivyo ambavyo tulianza kutoka katika bwawa la Minaki na kupanda mpaka kilele cha Msolo na hatimaye tumefika. Ni kweli panavutia na view nzima ya jiji la Dar es Salaam tumeiona kwa nafasi yake kutokea hapa. Asante, hii ni zaidi ya kile ambacho ulikuwa unafikiria, na nikukaribisha tena Pugu Kazimzumbwi kwa utalii, kwa kutunza asili ya kitamaduni itakayorithiwa kwa vizazi na vizazi, kwani hapa ni utalii uliokamilika. Mimi ni George John. Hadithi za simulizi. Nasema hivi, kwa yule ambaye ana hangover, si ndio? Umekunywa pombe, sawa una kale kamwemko kichwani, usiingie ndani ya nini, ya kevu. Yani kwa wale wanaenda kufanyaje, tambika, sawa Kwa mwanamke ukiwa kwenye nini, exact, ukiwa kwenye ile period, sio ndio hedhi, si menstruation period, kuna kusema usiingie ndani ya nini, ya kevu. Ya mwisho nikasema ni nini, janaba, kwa ule usiingie ndani ya nini, ya kevu. Umeelewa? Yes, tukisema janaba maana yake haujajisafisha, si ndio? Yani haujajisafisha, umefanya ile tendo, haujafanyaje, hujajitakasa, tuseme kujisafisha. Kwa kama umejisafisha, kwa Wakristo tunajua tunaoga, umemaliza, si ndio? Kwa wale wengine wa Islam tunajua kuna zile kopo 7 si ngapi ili kujiweka sawa, si ndio? So kama maana yake umepitia hizo sheria zote, umeshamaliza, maana yake upo msafi. Tulipotoka ni katika kilele cha Msolo, huko ambapo tumeona jiji la Dar es Salaam kwa nafasi yake kutokana na hali ya hewa, na tunapoelekea ndipo safari yetu ambapo ilipokuwa ina upekee wake. Safari hii tunaelekea katika Mavoga Spiritual Cave. Haya ni mapango ya asili. Je, unataka kujua Mavoga maana yake ni nini? Na kwa nini mapango haya yana sheria maalum ambazo tour guide ama kiongozi wa safari hii ameifafanua? Unakwenda kushuhudia safari hii yenye ufafanuzi mzuri wa kina kuhusiana na Mavoga Spiritual Cave. Mimi ni George John, endelea kusalia hapo hapo kwani mengi mazuri yanakuja, na Mavoga ni sehemu ya kitamaduni yenye asili kuhusiana na imani. Mzima Mavoga ni neno la Kiislamu kwa maana ya nyoka mkubwa, sawa. Kwa ukipata tafsiri kubwa au tafsiri halisi ni kwamba mzimu wa nyoka mkubwa, si ndio? Kwa hiyo watu wengi ambao wanakuja kufanya matambiko ndani ya hili pango, nishasema ni Wazalamo, wanatokea nyuma kijiji cha msitu, si ndio? Kwa kuna kijiji kinaitwa Kisarawe, kuna vijiji vingine viko mbele zaidi yake, Kazimzumbwi, Kisanga na wengineo. So asili au watu ambao halisi wanakuja kufanya matambiko ndani ya hili cave nimesema ni Waislamu, lakini ukiangalia humu ndani ya cave kuna baadhi ya viashiria vichache ambavyo vinaonekana bado matambiko yanaendelea ndani ya cave, ndio.
Moja wako ni pale mbele kuna niseme kama ni bendera ndio, au zile tunasema ni kaniki. Kuna kaniki nyeupe, nyeusi na nyekundu. Kila kaniki na maana yake. Nyekundu ina maana ya damu, nyeupe na maana ya mwanga, nyeusi na maana ya giza. Unaelewana Kwa hiyo wanaofanya matambiko ndani ya pango wanaamini kwenye hivyo vitu vyote vitatu. Damu wakimaanisha ni ile sacrifice, wanaochinja mnyama wanatumia damu kufanya matambiko, lakini mwanga huwa akija kufanya matambiko anakuja na mishumaa kwa ajili ya mwanga, si ndio? Wanaamini pia kwenye mwanga, kwenye light, si ndio? Lakini vile vile kiza wanaamini nguvu wanazotumia ni nguvu za nini? Tunaelewana. Kwa ukiangalia chini hapo kuna baadhi pia coin. Kwa mbele kuna coin hapo. Kwa chini unaweza ukaziona ukiangalia vizuri. Usiende mbele, angalia vizuri, kuna coin, usiende huko mbele. So kuna baadhi ya coin ambazo watu wanazichukua pia kama nazo ni nini? Ni sadaka. Okay, kuja kufanya matambiko. Kwa hapa pia kuna panga. Unaona kuna panga hapo pembeni. Hizo ni panga ambazo wanatumia kufanyia sacrifice wakija kuchinja. Mara mwisho wachinjaga ng'ombe, sio? Walitumia hizo panga kwa ajili ya kufanyaje? Ya kuchinjia hiyo ng'ombe. Unaelewa? Lakini wakishamaliza kuchinja, hizo walizichoma, walizitia moto. Zumuni ni kwamba yale mabaya yabaki yateketezwe nayo. Yaani maana ile sacrifice zinafanyika, zile panga ambazo zinatumika kuchinjia ile nini? Yule mnyama zinachomwa kwa ajili ya kuteketeza na ubaya ambao ulikuwepo kipindi hicho, si ndio? Lakini vile vile pango hili ni moja ya chanzo cha maji katika bwawa letu la Minaki. Kimeanzia hapo chini. Unaelewa, na kuna sehemu hapo chini kuna maji yameanzia hapo yanaelekea bwawani. Sawa sawa Kuna swali juu ya hapo lingine? Nilikuwa naomba kuuliza, umeongelea swala la wazalamo kuja huku. Je, wazao wenyewe kuja kufanya matambiko na ibada zao. Wakati tunaingia kule kuna instructions za kuingia, je kuna kulipia, vitu vya kulipia na nini. Je, nao wakiwa wanakuja kufanya hayo zao nao pia watu kuingia moja kwa moja kuja kufanya ibada? Turuhusu moja kwa moja kuingia ndani ya kevu, lakini kwa wale wazao sawa huwa wana taratibu zao. Waandike barua before ya kuja kufanya nini? Matambiko. Unaweza kaa ni 1 week, 2 week, miezi miwili, kunategemeana na tambiko lao linachukua muda gani, ndio? Kwa hiyo kikubwa ni kutoa taarifa before, kabla ya kuingia ndani ya nini? Ya kevu. Lakini kwa wazao hawatozwi. Sawa? Lakini kwa wale ambao ni wazao, ambao si wazao, si ndio? Wanaweka watatozwa ni tozo za kawaida kama ni nini? Kama ni watalii wa kawaida. Lakini kwa wale wazao wanatakiwa kufuata taratibu tu, kufika ofisi ya maliasili ambayo ipo pale Kisarawe, watoe taarifa kama tunahitaji kuja kufanya matambiko ndani ya kevu, si ndio? Wataandika barua, wataweka pale ofisini, siku ambayo wanakuja kufanya matambiko wataruhusiwa kuingia ndani. Sasa na wale matambiko ya sema ya kimila kabisa, yani kuna wale mtu anafanyika mara moja mara mbili, yani manake ya kizalamo zaidi, si ndio? Yani wazao wanakuja kwa ajili ya kufanya hilo tambiko, wanajua kabisa kama hili tambiko tunataka kufanya mwezi fulani na mwezi fulani. Kwa mara nyingi inakuwa ni mara mbili hadi mara tatu ya mwaka, sawa na wengine wanafanyaga mara moja ndani ya mwaka. Lakini kuna wale ambao wana matatizo ya kifamilia, ya kiukoo, ya kimaisha wenyewe ambao wanajua, huwa wanakujaga muda ambao wanahisi wamepata hali nini? Matatizo. Sawa maswali lingine? Toka 1947 1947 tokea kipindi hicho, toka hifadhi inaitwa Tanganyika kabla ya kuitwa Pugu, watu walikuwa wanafanya nini? Matambiko ndani ya kevu. Unaelewana Sio zote, ila kuna chupa ambazo huwa wanakuja nazo kwa ajili ya kuwekea marashi. Sawa Sasa kija kwa ajili ya kufanyia matambiko, wanaamini marashi pia ni moja kati ya kitu ambacho kinahitajika kwenye matambiko yao. So wengine huwa wanayaoga kwa ajili ya kutoa yale matatizo ambao wanayo, wengine wanafanyia madawa wanavyojua wao. Unaelewana Kwa yani ukiona hizo chupa zingine hapo chini kama hizo za kijani, unaweza kusema ni bia na nimekataza bia. Ndio, watu wasio wamekunywa na kuingia ndani ya kevu. Kwa hizo chupa unazoziona hapo ni swala la nini? Ni moja kati ya matambiko yao. Sio yote. Sawa ila mengi ukiangalia mengine yameanzia kule mwisho. Mengine ni ya muda mrefu zaidi, sawa Mengine wanakuja kufanya matambiko ndani ya kevu. Naelewa Kuna wengine wanakuja kufanya matambiko ndani ya nini? Ndani ya kevu. Wanakuwa wanayaandika, wanakuwa na maana yao. Kwa hiyo sio yote ni ya muda mrefu. Kuna mengine toka hiyo 1947 hapo. Kuna mengine yameandikwa baada mtu akishakuja kufanya tambiko. Na hizo na maana yao kuandika ndani ya nini? Kwenye hiyo jiwe. Sawa Tunafanya usafi
lakini kwa kuzingatia pia na wenyeji, sawa So huwezi ukaja kufanya usafi ndani ya ibada bila kujua taratibu zao wanafanya vipi usafi. So pale tutapoona pango lina hali mbaya, inabidi tuite wazawa, si ndio? Wanaojua sheria za kufanya nini usafi ndani ya kevu, watuelekeze bwana, na hiki unatakiwa mkifanye, hiki msikiondoe, hiki inatakiwa kiondelewe. Unaweza kaondoa kitu unahisi wewe ni uchafu, kumbe kwao bado ni nini, ni asset ndani. Unaelewa na ya uwezi kuleta kibudu ndani ya nini, ndani ya ibada. Kwa wanachokifanya wanaleta ng'ombe ndani ya nini, ndani ya kevu. Kwa maana yake ukiangalia kuna kisema pale chini nyeusi hapo chini, hapo alikuwa anachinja hapo, hiyo nyeusi ni damu imeganda, unaelewa Kwa lazima waje kuchinjia ndani ya nini, ya kevu. Sasa sio kubwa kama tulivyozoea, ngawazi mkubwa ndio sio kubwa kama tunavyoifikiria, lakini kwa idadi ambayo mimi nisema idadi ambayo haipotei, kwa bado watu wanafanya nini, matambiko, unaelewa. Kwa kuna mmoja wetu au wawili wetu watano wetu hapa tulikuwa tunawezekana bado anaamini kwenye nini, kwenye hayo mambo, ila aweza kuzungumza mbele ya watu, unaelewa. Ambavyo mhifadhi ameelezea kuhusiana na historia, lakini pia mambo mbalimbali kuhusiana na pango la Mavoga kuwa ni mzimu wa nyoka ambao unatumika zaidi katika masuala ya kiimani katika kabila la Wazaramo, lakini pia watu mbalimbali wamekuja hapa kushiriki katika masuala hayo ya kutoa sadaka na mambo mengine ya kiimani. Mimi ni George John, hii ni makala maalum kutoka hapa Pugu Kazi Mzumbwe, na safari yetu ambayo tulitaka kuifahamu, tulitaka kujua upi hasa ni upekee. Leo tumeona historia kubwa ya kutosha ya pango la Mavoga. Mimi ni George John.